Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Nimegundua kitu kimoja ambacho inawezekana hata hao ambao walikuwa wanakuja hawakupata elimu ya kutosha kuja kuelimisha wengine. Hapo palikuwa na shida. Unapokwenda kumwelimisha mtu, lazima kile unachokwenda kumwelimisha uwe umekijua vizuri. Hii ilipelekea wakati mwingine wanapokuwa wakijibu maswali yalikuwa yanazidi kupotosha zaidi. Ninadhani kama ikikupendeza, hawa wahusika viongozi wote inawezekana ukae nao tena, wapate elimu, wakupe picha halisi nini mawazo yetu, kwa sababu bahati mbaya sana unakuwa na kiongozi ambaye unategemea unakwenda kusikiliza wageni kutoka halmashauri, halafu wakitoka yeye hayuko na hao watu wa halmashauri. Yaani na maana hivi, unakuwa na viongozi ambao wanakaa ODC. ODC inapitisha mradi ni mzuri, lakini ukimaliza ODC anakuja kwetu, badala ya kutuelimisha yale mazuri waliokubaliana, anaanza kusimama upande wa wawili watatu wanaopinga. Nini? Kwa kawaida mimi kama mimi nimekuchagua mbunge, ukinifinya kidogo kwamba hii haifai, kwa sababu nimeelekeza kwako, najua kabisa hii haifai. Gani? Sasa watu ambao walijikita kule wengi sana wataathirika. Tunaposema mradi huu ni wa serikali na miundombinu inakuja ambayo inagharimiwa na serikali. Serikali ni raia yoyote aliyoko Tanzania, hivyo atakuwa huru hata mtu wa Kilimanjaro, wa Mtwara, wa Mbeya kuja kulima pale, na sisi tukakosa. Haya machache na mengineyo watakayosema wenzangu, tunapenda uyaelewe na utusaidie kutunyoshea. Uisaidie halaiki hii. Najua hata hiyo mwenye kinyongo, mwenye huzuni, mwenye uchungu, mwenye kilio, itakuwa ndiyo tumaini lake. Nalo naomba kusema kama ifuatavyo. Najua uwezo ulionao ni mkubwa sana. Kwanza mbunge, pia ni waziri, umeaminika mara mbili. Umeaminika kwa wananchi, umeaminika na Mheshimiwa Rais na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tusaidie kitu hiki. Hawa watu au sisi watu tuko matabaka haya manne. Kuna Kihanga, kuna Idofi, kuna Kipagamo, kuna Kikula. Hawa watu au sisi watu tuko kwa idadi kamili, kila mwenyekiti anayeongoza mitaa hiyo pamoja na serikali ya mitaa na wajumbe wake. Na wewe nafikiri ndio njia uliyopita. Ni kuombe sasa, kupitia idadi ya watu hao, tunaomba hati miliki ya maeneo unayetuhakikishia kwamba tutakuwa ni sehemu yetu ya matumaini ya kubadilisha maisha yetu tutakayoishi pamoja na vizazi vyetu vyote. Kikubwa ambacho nataka kuelezea ni aina ya miradi ya umwagiliaji. Miradi ya umwagiliaji ni miradi ya kijamii na wahusika wakuu ni wananchi wenyewe. Na kwa jinsi miradi ya umwagiliaji inavyoendeshwa kupitia sheria ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji,
Kwanza kabisa, katika kila mradi wananchi wanatakiwa waunde umoja wa umwagiliaji, na katika umoja wa umwagiliaji ndio utakuwa ni kama taasisi wa kuendesha ile skimu yao wakati wa ujenzi na wakati wa baada ya ujenzi. Na katika kipindi cha ujenzi, ili kuhusisha wananchi moja kwa moja, inabidi kuunde kamati ya ujenzi ili kuweka mambo wazi. Kwa katika ujenzi, ile process ya ujenzi itahusisha wananchi pia. Watapewa elimu kwamba ni kitu gani kinajengwa, kama kunakuwa na vitu vinahusisha simenti, vinahusisha nini, basi watapewa elimu, wanakuwa ni wasimamizi wenyewe. Na hii ni kwa nini? Baada ya mradi waweze kusimamia wenyewe wananchi. Hakuna maendeleo bila maumivu. Hakuna. Na maumivu ya hapa wala sio maumivu ya kukufanya ukose unachokitaka. Wewe ndio utakaa kwenye eneo. Ninyi ndio mtoo control mradi uendaje. Nyinyi ndio mtoo sema pajengwe vipi, pawekwe vipi, paendeshwe vipi mpaka mradi uishe. Upite wapi kwenye maeneo yetu? Wapi tusubiri, wapi tuanze saa ngapi na wapi tumalizie? Ninyi wenyewe kupitia kamati zenu. Kama kuna mtu amekuja akakwambia unajua A, unajua B. Ninajua. Niliongea na kiongozi mmoja akaniambia, sasa nyinyi mmezuia watu hata tusiuze huko. Si tutaishije kama tutakuwa hamna kuuziana? Nikamwambia nisikilize. Hakuna mtu atazuia kuuza na kununua. Kama mtu ameamua kuachia eneo lake apate hela na jambo la kufanya likamchongee laini, auze aende akachonge laini yake. Hakuna mtu ataoingilia hilo. Nisisitize. Hofu haina haja kwenye jambo la msingi kama hili. Mimi ndio nayejifunga hapa. Kwa nini? Kwa sababu na uhakika na kinachofanyika na matokeo yake na tija yake. Niwaambie na nikaze sauti ili mnielewe. Na waambia hakuna atayegeukwa. Nisikilizeni mimi, hakuna atayegeukwa. Na niwaambie kitu kimoja. Naomba niwasikilize. Nilisema mwanzo hapa. Hili jambo linaweza likawa linaonekana ni jambo ambalo, lakini kesho, nasema tena kesho, hili jambo mtaona tija yake. Ni jambo la maana kuliko mnavyofikiria. Tatizo letu ni kwamba kuna watu wanapeleka mbele maslahi yao binafsi kuliko ya wananchi. Ukiona mtu ana namna hiyo, huyo ndio tapeli. Ukiwa kiongozi, beba dhamana ya uongozi. Simama na uongozi wako. Usiyumbe. Uwe tayari kubeba madhira ya uongozi. Uwe tayari kubeba lawama ya uongozi, lakini simamia unachokiamini. Unielewa? Kwa mimi ninasema nitamlinda kila mwananchi aliyopo hapa. Mtu ambaye anategemea kumdhulumu aanze kukata tamaa kuanzia saa hizi. Mtu anayetegemea kuchukua eneo la mtu aanze kukata tamaa kuanzia saa hizi. Tunachotaka ni watu wajengewe miundombinu, watu walime na wamiliki maeneo yao. Mmeomba hapa, kuna mtu hapa amesema basi tuhakikishie. Tena akasema vizuri sana. Akasema tuhakikishie hati ya maeneo yetu kwanza. Wataalamu nyinyi hamwezi kuyatambua, au halmashauri na wataalamu wangu hamwezi kutambua na kuandikia dokumenti za hayo maeneo yao. Sasa shida nini? Waandikieni, kila mmoja ashike eneo lake, ajue mimi eneo langu ni hili na mimi hili. Sijui tunaelewana? Wangapi wanasema waandikiwe kwanza kabla ya kazi kufanyika? Andikiwa eneo langu hili, eneo langu hili, eneo langu hili, upewe dokumenti ya serikali. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.